Nimesikia pia baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wakiendelea kukejeli uwekezaji unaoendelea kufanywa katika sekta mbalimbali na hasa sekta ya bandari. Naomba nitoe rai kwamba mimi kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nitoe pongezi za dhati kabisa kwa uongozi wa bandari ya Dar es Salaam au uongozi wa bandari Tanzania kwa ujumla wake, kwamba tumeendelea kuona ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam unaothibitishwa kwa wingi wa wageni wanaokuja kuchukua mizigo kutoka mataifa mbalimbali, makuzi na ukuaji mkubwa wa ICDs ndani ya mkoa wetu, makuzi na ukuaji mkubwa wa bonded warehouses ndani ya mkoa wetu. Hii inathibitisha kwamba mizigo inayokuja kupitia bandari ya Dar es Salaam ni mingi, na hii inathibitisha kwamba taifa limeendelea kufunguliwa, na ndio maana baadhi ya mataifa kama Kongo, Zambia, Malawi na baadhi ya mataifa mengineyo yasiyokuwa na bandari au yasiyokuwa na bahari yameendelea kuiona Tanzania kama kivutio kikubwa kwa sera zake imara za kibiashara. Na kwa mantikio, waandishi wa habari naendelea kuwaalika kwamba sasa ni muda mwafaka wa kuzungumza vitu kwa hoja na data. Ni bora tukaendelea kwenda bandarini, kwenda kuona uwekezaji mkubwa unaoendelea kufanywa, lakini zaidi tutawanyike ndani ya mkoa wetu tuone wingi wa ICDs unaoendelea ambao umetunza mizigo ya transit na local. Lakini zaidi pia tuendelee kuona wimbi kubwa la wageni wanaotoka katika mataifa yasiyokuwa na bahari, wanaokuja pia kwa ajili ya kuchukua mizigo kwenda katika mataifa yao. Ongezeko kubwa la usafiri wa malori kuelekea katika nchi hizo. Hizo zote ni uthibitisho kwamba kuna ufanisi mkubwa wa mamlaka ya bandari, lakini kuna ufanisi mkubwa wa bandari ya Dar es Salaam.